Ule wakati wa himaya ya Mantale kumuhitaji Kitana nafikiri umewadia, kwa sababu moja kati ya matukio makubwa yaliyoweza kutokea ni mara baada ya chifu wa himaya ya Mantale kupoteza fahamu, na moja kati ya vitu ambavyo vimenifanya niamini kwamba huenda amepewa sumu kwenye vyakula alivyokula. Sasa ni yupi ambaye amethubutu kumtilia sumu kwenye chakula chifu wa himaya ya Mantale? Nafikiri kwamba atakuwa ni Malkia mdogo Nandela. Yeye ndo ambaye ameweka sumu kwenye chakula, akiamini kwamba itakuwa ni vigumu watu kuweza kugundua kwamba yeye ndo ametilia sumu kwenye chakula, kutokana na kwamba chifu mwenyewe kwanza anampenda kiasi kikubwa zaidi, lakini pia chifu hamuamini mke wake mkubwa Malkia Nzula. So nafikiri kwamba atakaye kwenda kubeba lawama ya hiki kilichoweza kumkuta chifu atakuwa sio mwingine zaidi ya Malkia Nzula, na kwa kiasi fulani Nandela atakuwa amefanikiwa, kwa sababu tayari atakuwa amemgombanisha chifu pamoja na Malkia mkuu kabisa, Malkia mkubwa Nzula. Sasa kitu ambacho nafikiri kwamba ilikuwa ni plani yake, haikuwa ni plani ya kuua, ilikuwa ni plani ya kumfanya chief agombane na Malkia mkubwa, yani aanze kuhisi kabisa kwamba Malkia Nzula sio mtu mzuri kwa upande wake, na moja kwa moja atakwenda kumwamini zaidi Malkia mdogo, nikimaanisha kwamba Nandela. Lakini kitu ambacho kimeweza kutokea hapo, nafikiri kwamba watamuhitaji zaidi mtabiri mkuu wa himaya hii hapa ya Mandale, ambaye sio mwingine zaidi ya Ngalewa, na Ngalewa hana uwezo wa kutibia. Nafikiri kwamba atashindwa kumtibu chifu wa himaya hii, na moja kwa moja atapendekeza kwamba mtu wa pekee ambaye anaweza akatoa msaada wa kumsaidia chifu kuokoka kutoka kwenye kifo, nafikiri kwamba atampendekeza Kitana. Sasa itakuwaje wakati wao wanamuwinda zaidi Kitana? Yani kifupi ni kwamba wanaamini Kitana ndo anayeleta machafuko kwenye hii himaya yao. Sasa itakuwaje Kitana awe mtu wa kumsaidia chifu na Kitana atakubali kuja kumsaidia chifu? Sasa hapo ndipo ambapo himaya itakwenda kuingia dhoruba kubwa, kwa sababu watahitaji kumtafuta adui yao ili aweze kumsaidia chifu wao. Sasa itawezekana na Kitana atakubali kufanya hivyo? Nafikiri kitu kama hicho hapo. Sasa hayo ni maoni yangu tu, nafikiri kwamba kitu kama hicho kinaweza kikatokea episodi ya 45, yani Kitana atahitajika kuweza kutoa msaada kwa chifu wa himaya ya Mantale, na jinsi walivyo na ugomvi, sidhani kama Kitana atakubali kufanya hivyo. Lakini kwa kuwa Kitana hana shida na mtu, Kitana hana shida na raia yoyote yule, mwana himaya yoyote wa himaya ya Mantale ataweza kumsaidia bila kujali ana ugomvi naye au hana ugomvi naye. So nafikiri kwamba Kitana akipokea hizo taarifa atajitokeza moja kwa moja kwa ajili ya kumsaidia chifu, lakini pia atakuwa amejileta kwenye mdomo wa mamba, kwa sababu yeye ni wanted, yeye ni most wanted, anahitajika kwa sababu wao wanaamini kwamba yeye anahusika katika vifo vinavyotokea kwenye himaya hii ya Mantale, wakati tunatambua kabisa kwamba mhusika mkuu ni mzimu wa Kopaku. Sasa kitu kama hicho hapo kinaweza ikatokea. Lakini vipi, ulinotice kwamba hapo kulikuwa kuna mgebuka kutoka Kigoma, lakini pia kulikuwa kuna mnofu wa nyama kama sio nyama ya nguruwe? Nafikiri kwamba kati ya hizo minofu miwili kuna moja ilikuwa na sumu. Je, ulikuwa ni mgebuka ambao uliletwa na Nzula, au ulikuwa ni ule msosi nyama choma ambayo ililetwa na bibie wanayemuita Malkia mdogo wa himaya hii hapa ya Mantale, Malkia mwenye hila, Malkia mpole mwenye sura nzuri lakini ana roho mbaya, Malkia ambaye anaitwa Nandela. Nafikiri kwamba Nandela aliyeleta chakula kizuri zaidi, nyama kwa wingi, itakuwa ndo aliweka sumu hiyo hapo ambayo imeweza kumletea madhara makubwa, lakini lengo lake lilikuwa ni kumuua chifu. Lakini mbona kama muda bado kabisa na mipango bado haijawa kamili. So nafikiri kwamba lengo lilikuwa ni kumgombanisha ama kumfanya chifu ahisi kabisa kwamba mke wake ama Malkia wake mkubwa Nzula atakuwa amehusika kumwekea sumu kwenye chakula, kwa sababu ana wasi mkubwa sana ama ana wasiwasi mkubwa sana na Malkia mkuu wa himaya hii hapa ya Mantale. Lakini pia wakati huo nafikiri kwamba alitakiwa kumpa nafasi zaidi mtoto wake aweze kufanya upelelezi wa kina ili kugundua ni yupi ambaye amehusika kumtilia sumu chifu wa himaya ya Mantale. Lakini pia kitu kikubwa zaidi, tumeshaanza kuona kwamba tayari Maginga, yani mlevi wa himaya ya Mantale, mtu ambaye inasemekana kwamba ni mlevi kupindukia, hawazi kitu chochote kile asubuhi zaidi ya pombe. Lakini tuliweza kupata taarifa na tuliweza kushuhudia kuwa mashahidi na mashuhuda ya kwamba ana pretend ama anajifanya kuwa mlevi ili kuwapumbaza wanahimaya ya himaya hii hapa ya Mantale wasigundue kwamba ana plani nyingine ama ana ulterior motives, ana mbinu za chini chini ambazo anazifanya ili kuhakikisha kwamba anapindua huu utawala. Wote tumefahamu kwenye episodi iliyopita kwamba Maginga ndiye mrithi halali ama ndiye mtoto halali wa aliyekuwa chief
wa himaya hii hapa ya Mantale. Sasa yupo hapa kwa ajili ya kulipiza kisasi, na tuliweza kuona jinsi ambavyo anatumia penzi la mtoto wa chifu mpya wa himaya hii kwa ajili ya kumteka kifikra, kumteka kimapenzi, ili iwe rahisi kuweza kukifikia kiti ambacho amekikalia baba yake, kwa kuamini kwamba amekikalia hicho kiti lakini hakimstahili kabisa, kwa sababu hicho kiti kilikuwa kikimilikiwa na baba yake. Na ninamshauri kitu kimoja Maginga, kwa wakati huu mgumu anatakiwa kuwa makini, kwa sababu watu wengi wako macho kumtazama yule jamaa mbea ambaye anaitwa Mr. Manyakenda. Manyakenda ameshapata fununu, ameshagundua kwamba mwamba ana pretend kuwa mlevi wakati sio mlevi, lakini hatujaona hizi taarifa zikitoka sehemu yoyote ile. Hii inaonyesha kabisa kwamba huenda bado analifanyia upelelezi ama analifanyia uchunguzi, kwa sababu Manyakenda siku zote huwa hatoi taarifa ambayo haina uhakika. So nafikiri kwamba huenda kwa wakati huu alishuhudia kweli Mr. Maginga akimwaga pombe, lakini bado hajawa na ushahidi tosha kuona kwamba huenda Mr. Maginga sio mlevi, ana pretend kuwa mlevi. Na kama atagundua kwamba ana pretend kuwa mlevi, sijui ni kipi ambacho kitatokea, kwa sababu himaya itakwenda kujua, yani himaya yote itakwenda kuipata hii siri, kwa sababu kama atajua kwamba ana pretend kuwa mlevi na alivyofukunyuku Manyakenda, lazima atataka kujua zaidi ni kipi kinachosababisha Mr. Maginga pretend ama ajifanye kuwa mlevi wakati sio mlevi, ni kipi ambacho anakiplani kwa siri. So nafikiri kwamba hivyo ndio kitu ambacho anataka kukifanya kwa wakati huu Mr. Manyakenda. Lakini kwa wakati huu tumeweza kuona amepewa onyo kabisa kuhusiana na ulimi wake wenye sumu kali, ulimi ambao hauna star, ulimi ambao unatoa maneno yoyote yale yanayosikilizwa kwenye vinywa vya watu wengine. Sasa amemuonya kwamba hatakiwi kumsambazia habari yeye, la sivyo atamfanyia kitu kikubwa zaidi ya kile alichoweza kumfanyia Mama Kabula. Sasa ni kitu gani hicho? Atamgeuza chula au atamgeuza mwanamke ili asambaze hizo taarifa kwa urahisi zaidi? Sasa kitu ambacho nafikiri kwamba kwa wakati huu tutakichambua ni kuhusiana na hiki kilichoweza kutokea kwenye sidi ya mwisho kabisa, mwishoni mwa episodi hii hapa, pale ambapo chifu aliweza kupoteza fahamu yake, na moja kwa moja nikapata majibu ya kwamba kitu ambacho kiliweza kutokea ni chakula alichoweza kula. Miongoni mwa vyakula vilivyoweza kuletwa pale, kuna chakula kimoja ama kuna chombo kimoja kilikuwa kimebeba chakula chenye sumu. Sasa hicho chakula kilitoka kwa nani? Nafikiri wote macho yetu tumeweza kumtazamia mwanamke huyu Malkia Mdogo, nikimaanisha kwamba Nandela, kwa sababu yeye ndo mwenye plani kubwa zaidi za kutaka kumwangusha chifu, na hatujafahamu plani za Nzula. Je, ni mtu mwaminifu kwenye hii himaya? Ni mtu ambaye anastahili kuaminiwa zaidi na chifu kwenye hii himaya, au na yeye ana sababu ama ana mbinu zake, ana mikakati yake ya chini chini ambayo anaifanya ili na yeye aweze kupata chochote kitu kutoka kwenye hii himaya? So nafikiri kwamba tusiangalie zaidi upande wa pili, kwa kuwa tunafahamu kabisa kwamba tayari Malkia Mdogo wa himaya hii hapa ya Mantale, Nandela, ameshajidhihirisha kabisa kwamba anahitaji kupindua himaya hii, anahitaji kufanya mageuzi ya kiutawala. Huenda hata sio yeye aliyeweza kutilia chakula hiki sumu, lakini huenda pia Malkia Nzula akawa ni mtu ambaye ameweza kutilia sumu, japokuwa sio rahisi, kwa sababu tumeona matukio mengi mabaya kwenye himaya hii yamekuwa yakifanywa na Nandela kwa siri. Hivyo basi kitu ambacho kinatufanya sisi tuweze kuamini kwamba Nandela ndo ambaye ameweza kutilia hiyo sumu kwenye hicho chakula. Lakini kikubwa zaidi ni kuhusiana na nani atakayeweza kumsaidia chifu wa himaya ya Mantale, kwa sababu naona kabisa kwamba kuna dalili kubwa episodi inayofuata, namna ambavyo chifu atatakiwa kutibiwa ni matibabu ambayo yatahitaji nguvu kubwa zaidi, hivyo watamhitaji mtu mwenye nguvu kubwa zaidi, na Mr. Ngalewa anahitaji kusafisha jina la Kitana, hivyo anahitaji kuweza kumuita Kitana aje kutoa msaada.